Asante ndugu waandishi wa habari. Habari ya mchana. Naitwa Christopher Wagile, katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya. Ndugu waandishi wa habari, kwa heshima na taadhima napenda kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pili kuwashukuru sana ninyi kwa kuweza kuja na tumekutana mchana huu. Na kimsingi Chama cha Mapinduzi leo tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu 2025 tumekuwa na kikao cha halmashauri kuu maalum ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya. Na yako mambo yaliyozungumzwa kwenye halmashauri kuu. Kwa nimewaiteni kwanza, nataka kutoa msimamo na mwelekeo wa chama chetu kuelekea uchaguzi mkuu. Ndugu waandishi wa habari, leo halmashauri kuu ya chama chetu imeketi, na miongoni mwa mambo makubwa ambayo chama chetu kupitia halmashauri kuu ya chama chetu ngazi ya mkoa imefanya jukumu kubwa moja. Kama mnavyofahamu kwamba tuko kwenye wakati wa uchaguzi, na chama chetu tumeshatoa ratiba kwamba ifikapo tarehe 28 mwezi huu wa 6 tutaanza zoezi la kutoa fomu za wanaoomba kugombea nafasi ya ubunge kwenye majimbo yetu yote ya mkoa wa Mbeya, lakini wanaoomba kugombea pia udiwani kwenye kata zote na wale wa viti maalum. Kupitia utaratibu huo, chama kimetoa maelekezo kwa kuwa wako wanachama ambao ni viongozi na wanatamani kugombea nafasi hizo. Chama chetu kwa mujibu wa kanuni za uteuzi wa wagombea kwenda kwenye vyombo vya dola kimetoa utaratibu wa kwamba wale wote ambao ni viongozi wanatakiwa wapishe kwenye nafasi hizo ili haki itendeke. Kwa leo halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Mbeya imejaza nafasi za wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wa Chama cha Mapinduzi, wale ambao wao ni wajumbe wa kamati ya siasa lakini wanakwenda kugombea. Kwa nafasi zile haziwezi kuachwa wazi. Kwa msingi huo, chama chetu leo tumepata fursa ya kuwaongeza na kujaza nafasi hizo wajumbe wawili wa kamati ya siasa ya mkoa, na wajumbe ambao wamepitishwa kwa kishindo na bila shaka na halmashauri kuu ya chama chetu mkoa ni wawili. Tunaye Comrade Yusuf Mwanyumba, yeye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kutoka wilaya ya Chunya, na tunaye ndugu yetu Israel Mwakibinga kutoka wilaya ya Kyela. Kwa hawa wamekuja kuungana na wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa ili kuhakikisha akili yetu inakuwa vizuri. Lakini wako viongozi wenzetu ambao walikuwa wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa ambao wao wanakwenda kugombea. Halmashauri kuu kwa kauli moja imeridhia kuwapokea hao, lakini wale waliokuwa viongozi wao sasa wana step down, hawataendelea tena na majukumu yao. Kama ulikuwa mwenyekiti utaendelea majukumu ya mwenyekiti, kama ulikuwa mjumbe wa kamati ya siasa utaendelea na majukumu hayo mpaka baada ya uteuzi wa wagombea ndani ya chama. Kwa hili limefanya kwenye ngazi ya mkoa, lakini hili limeelekezwa linafanya kwenye ngazi ya wilaya na kwenye ngazi ya kata. Tafsiri yake ni kwamba tunataka tunapoelekea kwenye mchakato huu wa kuwapata wagombea kuwe na mazingira sawa na haki itendeke. Tafsiri yake hawa viongozi sasa wanarudi wanakuwa wanachama kawaida na hawatakiwi kutumia nafasi zao ili kutenda haki. Kwa hili ni jambo kubwa lililofanywa kwenye chama chetu ngazi ya mkoa kuelekea uchaguzi. Lakini pia jambo la pili ninalopenda kuzungumza kwenu ni namna chama chetu, Chama cha Mapinduzi mkoa, tulivyojipanga kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kama mnavyoona tumeshaanza maandalizi haya ya kuandaa vikao vitakavyoshiriki kufanya maamuzi ya kuwapata wagombea. Lakini bado tunao mkakati na mchakato wa kuwapata sasa wanachama wote wanaotaka kugombea. Utaratibu uko vizuri, na naomba nitumie fursa hii kualika wana CCM wote sehemu zote walipo wanaotaka kugombea udiwani, ubunge, viti maalum, fursa iko wazi. Na wale ambao ni viongozi tumeshatangaza kwamba wa step down warudi wao wanachama wa kawaida. Tafsiri yake ni kwamba kutakuwa na fair play, yani haki itatendeka kwa kila mwanachama ili chama chetu kiweze kupata watu sahihi wa kwenda kusimama kwenye uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, tafsiri yake ni kwamba chama chetu demokrasia yake na uwezo wake ni mkubwa sana. Tunataka yeyote atakayepewa dhamana na chama aweze kupeperusha bendera ya chama chetu. Na kimsingi kupitia Chama cha Mapinduzi kwa kuwa ni chama kikubwa, na hapa ndugu waandishi wa habari ndipo umahiri wa CCM unapoonekana, tunaenda kutimiza malengo ya chama chetu. Tunayo malengo 19, lakini lengo kubwa la kwanza ni chama chetu kushiriki kwenye uchaguzi na kushika dola. Hapa ndipo CCM inapoonyesha umahiri wake, na sasa ndio umefika wakati wenyewe. Kwa hiyo tunakwenda kulifanya hilo jambo bila kumwangalia mtu usoni.
Na sisi CCM tunasema kinachoenda kugombea ni Chama cha Mapinduzi dhidi ya vyama vingine. Kwa yeyote atakayepewa dhamana hiyo ndani ya chama chetu atakuwa na sifa ya kupeperusha bendera ya chama chetu. Hatumwangalii mtu, tunakiangalia chama. Kwa naomba nitumie fursa hii kuzungumza na wana CCM wote, kutoa rai kwamba ni marufuku kwa mwana CCM yeyote kuleta hujuma ama nongwa dhidi ya mwana CCM mwingine kwenye mchakato huu. Ni marufuku mtu yeyote kutumia udini ama ukabila ama ukanda tunapoelekea kwenye mchakato huu. Tutakaye baini anatenda hayo, tutamuondoa mapema iwezekanavyo. Na bahati nzuri ndugu zangu, naomba niwahakishie kwamba mpaka sasa mkoa wa Mbeya una wanachama zaidi ya 500, na mpaka hivi ninavyozungumza hali ya kisiasa ndani ya chama mambo yako vizuri. Makada wengi sana wanakusudia kujitokeza kugombea nafasi za udiwani na nafasi za ubunge. Kwa chama hatutapata shida. Kitendo cha wanaoomba kugombea kuwa wengi kinatoa fursa kwa Chama cha Mapinduzi kwenda kuwapata watu sahihi watakaopeperusha bendera kwa chama. Na kimsingi wana CCM wote lazima muelewe, na wana Mbeya wote, kwamba uongozi unatoka kwa Mungu. Uongozi sio lazima uwe wewe. Kwa chama na halmashauri leo imeelekeza kwamba hatukusudii kusikia vurugu, mipasuko ama ubinafsi unaojitokeza kutokana na watu. Na chama tutakuwa makini sana kuhakikisha tunalinda heshima ya chama chetu, ili tutakapokwenda kwa wananchi tuwaletee wagombea wazuri. Na hili linadhihirishwa kwamba sisi CCM tumejipanga na tuko vizuri. Kwanza tunayo ilani mpya ninayo hapa, ambayo juzi nyote mlishuhudia kwamba mkutano mkuu wa CCM taifa uliketi pale Dodoma na umepokea ilani hii mpya ya uchaguzi 2025-2030 ambayo tunaenda nao kwa wananchi kwenda kuinadi. Ilani hii imebeba mambo mengi na imegusa kila eneo. Lakini miongoni mwa mambo makubwa ambayo ilani yetu imegusa ni pamoja na swala zima la ajira kwa vijana. Lakini ukienda kwenye sekta ya kilimo, kuongeza sana hizi skimu za umwagiliaji na tija ya kilimo kupitia ilani hii. Ukienda kwenye sekta ya afya, hapa tulipofikia ilani yetu imeeleza namna tutakavyoboresha sasa kuhakikisha kwamba tunapata watumishi wa kutosha, kutokana na kwamba ilani hii tunayoimalizia imejikita sana kwenye kujenga majengo na kupeleka vifaa tiba vya kutosha. Sasa kilichobaki sasa ni kupeleka watumishi wa kutosha. Ilani yetu imeeleza. Kwa ilani hii siwezi kuifanua kwa sababu mambo yako mengi. Lakini kwa mkakati wa mwaka huu chama chetu tutakuja na vijitabu vidogo vidogo ambavyo kila mkoa utakuwa na mambo yako nayoelezwa. Miradi hii inayotekeleza namna ya kuimalizia, lakini miradi mipya. Lakini ilani yetu imeeleza namna ya kuendelea kuunganisha barabara zote za mkoa kwa kiwango cha lami. Hapa mnafahamu tuna hii barabara ya kutoka Chunya kuelekea Tabora, lakini tuna barabara kama zile za kutoka pale Mbalizi kwenda huko Songwe, kwa maana ya Chunya huku Songwe, wilaya ya Songwe. Lakini pia tuna barabara ya hapa Isionze kwenda Makete na barabara zingine nyingi. Zote hizo, tuna barabara zile za Kiela, zote zimeingizwa kwenye ilani hii. Kwa mambo yanayokuja yanafurahisha. Sasa baada ya kuwa na ilani nzuri, kinachofuata sasa ili tuweze kushinda vizuri kwenye uchaguzi ni kuwa na wagombea sahihi, wagombea bora. Ndio huu mchakato umeanza. Naomba nitumie fursa hii kuhakikishia kwamba Chama cha Mapinduzi tutawaleta wagombea bora na sahihi, na ambao wakijitokeza kwa wananchi chama chetu kitapata nafasi. Na nitumie fursa hii, wananchi yeyote mnayeona anafaa, anaweza katusaidia. Viongozi wetu wameshatoa maelekezo kwamba tunaenda kujikita sasa kuwapata wagombea wanaotakiwa na watu, na sio mtu unaweza kusema wewe unataka lakini watu hawakubali. Kwa hiyo tutajikita kwenye msingi. Na ndio maana katibu mkuu alitoa maelekezo ya kwamba ukifika wakati wa kwenda kwenye kura za maoni, hata wananchi mtumie nafasi hiyo kuambia wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wa wilaya wale watakaoenda kupiga kura kwamba sisi tunamtaka fulani. Na sisi chama tutasikiliza kwa umahiri sana wananchi wanamtaka nani. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV, au nenda Instagram yetu, kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV.